Ni mtu wa aina gani? Ni yule mtu ambaye anaijenga timu yake. Nimezungumza mara kwanza hapa kabla tujaanza hata kipindi hichi. Shabiki ni nani? Umeelewa? Hivi kama wewe unalalamika shilingi 7,000, hao wanaotoa mamilioni ya pesa wanajitoa kwa ajili ya hii timu. Wafanye nini sasa? Na tena wewe unalalamikia kitu ambacho unacho wewe. Na kama kweli wewe unaipenda timu yako, unaona kabisa kwamba timu sasa hivi focus inatakiwa iwe wapi? Focus wana Simba inatakiwa iwe wapi? Kuelekea kwenye mechi ya tarehe ngapi? Tarehe 25. Sasa wewe kwani mwana Simba wewe, yani unagombania 7,000, unataka kuutoa uongozi wako utoke katika tension ya kuiandaa mechi, aanze kukushughulikia wewe 7,000 yako. Kwa kitu ambacho hawakukitarajia wao. Kuna kiongozi wa Simba ndo aloiahirisha hii mechi akaitoa hapa Benjamin Mkapa akaipeleka Zanzibar. Waliosema ni viongozi wa nini? Swakafu. Viongozi wa kafu hawa ndio walotuletea African Football League ije kuandaliwa wapi? Tanzania, kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, wakauita uwanja bora. Tena wakatoa na hela zao katika kuandaa ule uwanja. Lakini angalia sasa, Mungu hapa ana shani yake. Wale viongozi leo wanakuambia ule uwanja hufai. Si msimu mwaka jana. Sasa uone hapa kuna kadari umewekewa mwana Simba. Hapo leo unalalamika 7,000. Wewe unajua kuna nini tulichopangiwa kule? Mtu anayezungumza swala hili sio mwana Simba. Uwezi ukautoa uongozi wa Simba mchezoni kwenye kuiandaa mechi ya mabilioni ya fedha. Kuna bilioni 7.8 eti kwa ajili ya shilingi 7,000. Hapo unajiita mwana Simba. Mwana Simba wa vipi wewe? Ndio maana wana Simba wote. Alafu swala la kusema kwamba mimi nilikamatwa niliwekwa kizuizini kwa sababu ya tiketi. Mimi sijawahi kwa ndani kwa sababu ya tiketi. Umeelewa? Mimi niliwekwa kizuizini kwa sababu ya kauli niliyoitoa kwa viongozi wa Simba. Kwamba tukifungwa tena na Yanga goli 5 tena kama wanavyosema watatufunga 7 tukifungwa. Hapo kwa Mkapa hatoki mtu. Ile kauli kweli ukiangalia ni kichochezi. Sema isharushwa kwenye mtandao utafanyaje? Sikushtakiwa, sikupelekwa mahakamani, nimehifadhiwa mechi ilivyoisha kwa ajili ya usalama wa viongozi na usalama wa kwangu mwenyewe. Nikaja nikafanya nini? Nikaachiwa. Sikupigwa kibao, sikuguswa. Tena ndio kwanza nimetengeneza urafiki na maaskari wakubwa. Mlio sasa hivi swaiba wangu. Muda wote nikimtaka nampigia kuja naye. Umeelewa? Shukrani sana kiongozi. Medi karibu. Kanda wa unafu. Simba amecheza na timu inayotoka ligi namba 1 barani Afrika, Misri. Al Masry. Tena alianza kumfunga Simba goli 2 kama huyu alivyomfunga Simba. Tena magoli ya kiufundi, sio magoli aliyofunga huyu, mgoli wa kona ule. Na goli lingine ule. Mtu anashindwa kupeleka mguu hivi ndio goli linafanya nini? Tulifungwa magoli ya kiufundi, hamna hata mtu alalamika. Ilipigwa mashine nje ya mita 22, mnakumbuka? Ukadunda. Pimpin Kamara Spider anakwenda anajua mpira unaenda kukamatia hapa, mpira ukadunda ukaenda wapi? Na goli la pili tukafungwa goli zuri. Si umeelewa? Lakini Simba akaja akalevel scoreboard dakika 45 za kwanza, tukaenda kwenye mikwaju ya penalty tukamtoa. Huyo timu namba 1 barani Afrika. Simba imecheza na timu ambayo inatoka ligi namba 2 barani Afrika. SS Faction. Si umeelewa? SS Faction tumemfunga hapa 2-1, tukaenda tukampiga na kwao kule. Tumempiga nje ndani. Huyo ni mtu wa pili, anatoka ligi namba ngapi? Namba 2. Simba tumecheza na mtu anayetoka ligi namba 3 kule. South Africa, Stellenbosch. Hapa anapigwa chuma moja pale Zanzibar, ambapo watu wengi mlisema Simba tayari hawezi kwenda wapi? Hawezi kwenda nusu finali. Kwa sababu gani? Mechi imepelekwa Zanzibar kugumu. Tukashinda goli 1 mpaka nikawaambia alopungukwa na imani anishike mimi. Goli 1 ni kubwa. Na kama goli 1 dogo, Yanga aliambiwa atafute goli 1 hapa, hali ilipata Benjamin Mkapa. Tukaenda South Africa ngoma sare. Si umeelewa? Simba anakuja anacheza na timu ambayo inatoka ligi namba 4 barani Afrika, Algeria. Tumecheza na Al Hilal Tripoli, unaikumbuka? Kule bila hapa anachezea chuma ngapi? Chuma 3. Hivyo sasa hivi nikwambie wale Al Hilal Tripoli wale, ile mechi waliocheza na Simba ya ugenini kule, afu ichukue ile mechi waliocheza na Berkane, ipi ilikuwa mechi kali? Kwanza uwanja ulikuwa full house, watu 63,000. Mechi mla wote iko hivi. Ni magoli ya kawaida sana tumefungwa na Berkane, na mpira wa kawaida sana Berkane amecheza. Si umeelewa? Namalizia. Ikiwa unaamini kumbe Simba alipata goli 1 kwa wale Stellenbosch na ukasema kwamba goli 1 ni kubwa, jamaa katoa faida kwa mabeki kwamba goli 1 ni kubwa, jamaa kuna watu wengine walikuwa na wasiwasi. Vipi na wewe usiwaheshimu wale wenye goli 2 kama goli 2?
Nadhani huyu bwana hajanielewa. Nimekutolea statistics za timu za ukanda wa unafu zilizokuja hapa Dar es Salaam. Nani katoka? Mpaka wao niaminishe yule anaweza kaja hapa yeye akachomoka. Umeelewa? Nimekwambia kaja klabu Constantine kamfunga Simba goli 2-1. Kaja hapa alikufa chuma ngapi? 2. El Hilal Tripoli anatoka huko ukanda unafu kule sare. Kaja hapa kafa chuma ngapi? Chuma 3. Almasri katufunga 2 bila, kaja hapa kafa chuma ngapi? 2. SS Faction kule 1 bila, hapa 2. Ina maana Simba akiwa Tanzania nyumbani kwake, kila mtu zimecha anashinda nyumbani kwake. Si umeelewa? Kwa hiyo mpira unaenda na statistics hizo. Masuala ya matokeo mengine yakitokea ni matokeo ya kimpira. Ndio maana wakaambia mpira ni mchezo wa nini? Wa kikatili. Lakini wewe usitarajie leo Santiago Bernabeu pale katika mechi 10 Real Madrid atakazocheza Santiago Bernabeu, inawezekana mtu akachomoka huyu. Yaani matokeo ya kimpira, lakini 90% lazima wapate matokeo. Wewe ukienda Anfield, ukishaona ule uwanja umeandikwa hapa never walk alone, wewe shughuli yako imeisha. Nenda kamuulize Barcelona. Kashinda chuma 3 nyumbani kwake. Akaambiwa njoo huku. Anafika na kutatu, washabiki wote wamevaa fulana zimeandikwa never give up. You can't say over until it's over. Usiseme imeisha mpaka na usikata nini? Ndio hapa unapata tofauti ya mashabiki wa Simba na wa Yanga. Si umeelewa? Shabiki wa Simba akati tamaa. Yaani zile goli 2 angekuwa kafungua mshabiki wa Yanga, tayari saizi hapa mechi ingekuwa shafani na mechi shamishwa Zanzibar, mechi imeisha. Lakini watu wa Simba sisi watu kati tamaa. You can't say over until it's over. Shukrani sana kiongozi. Kuna swali lingine kushoto. Ina pande mbili. Ina constructive margin na ina destructive margin. Tunaposema constructive margin maana yake ni upande wa ujenzi wa kitu. Destructive margin maana yake ni upande wa uharibifu. Ndio mechi ya dabi ilivyo. Ukifanya vizuri kwenye dabi, wewe unako upande wa constructive margin. Wewe utakuwa umejijenga kimaisha, sio? Nitakupa wachezaji ambao walikuwa katika upande wa kujijenga lakini kupitia dabi. Kama kuna mwana Yanga anakumbuka hapa wakati Mayele anakuja, alikuja na nani? Makambo, mnakumbuka? Tegemezi la Yanga lilikuwa Mayele au Makambo? Sasa alikuwa Makambo. Mpaka mechi ya kwanza Yanga ilikuwa ya Yanga Day. Siku ya Mwananchi. Makambo alifunga goli, aliwachukua watu pembeni kule akaipiga mashine. News 90. Watu wa Yanga wote wakawa wanafanya nini? Wanajaza, si ndio Hapo Mayele, bwana Mayele na rasta zake kakaa katulia. Anajua hii shughuli. Makambo anatoka Uloya Athletic Club. Si umeelewa? Mwisho wa siku Mayele akaumia mazoezini kuelekea kwenye nini? Kwenye mchezo wa dabi wa ngao ya Hisani. Umeelewa? Makambo anaumia. Mayele anaambiwa anza leo. Dakika 10 tu Manula anaruka huku mpira unapita. Biashara imefanya nini? Wana Yanga wote wakaanza. Kuna mwana Yanga tayari kuandaka hivi. Unaona? Kwa hiyo hapa dabi imemjenga Mayele. Shiza Ramadhani Kichuya. Simba anakuja Simba. Alikuja na Mo Ibrahim. Umeelewa? Alikuja na Mzamiru Yasini. Alikuja na nani? Na yule center forward yule mtoto nani? Salim Bonde. Walikuja wanne wale. Mchezaji ambaye alisumbua Simba kwa usajili tena kwa hela nyingi alikuwa ni Mo Ibrahim. Ndio alikuwa hatari yule mtoto. Kila mechi alikuwa anatupia. Lakini mwisho wa siku dabi imekuja kumjenga nani? Kichuya ndo akaonekana superstar ndani ya Simba. Kwa nini? Kona goli. Nakumbuka tushapigwa chuma moja dakika 90. Inapigwa kona na ingia yenyewe moja kwa moja. Tunakuja mechi ya pili, Yanga anafanya nini? Anafungwa 2-1. Goli la kwanza anasawazisha Mavugo, goli la pili anafunga Shiza Ramadhani Kichuya mita 19. Ndio umaarufu wa Kichuya pale pale. Amejengwa na nini huyo? Amejengwa na dabi. Dabi imemjenga golikipa wetu. Golikipa mtoto wa golikipa wa Yanga. Mnamkumbuka yule mtoto? Manyika Pita. Jayala kadogo. Makipa wote siku ya alama bwana tunaambia bwana Batezi kala hela. Dida naye kachukua mpunga Kaseja ndo afai yuko Yanga. Tunafanyaje? Kama alivyobegwa nani Alisalim. Manyika anaambia wewe utadaka. Manyika analia. Manyika machozi anamtoka, anaambiwa wewe listi inasomwa pale, wewe Manyika ndo namba 1 leo. Manyika analia.
Watu wanampa moyo, watu wamebembeleza ule nusu saa nzima. Ndio Manyika anavaa gloves. Jamani mimi leo anajua dabi kawaida yake ni nini? Dabi inakujenga, dabi inakubomoa. Yule mtoto anakaa siku ile Simba inashinda 1-0 mpaka mechi inakwisha, yule mtoto hajafungwa na hajapata hatari yoyote. Ndio akawa moja kwa moja Tanzania Wani. Mnakumbuka? Dabi hiyo imemjenga, lakini dabi imekuja imewabomoa watu. Dabi imembomoa Shishimbi. Alikuwa kipenzi cha Yanga, kitikisa rasta wana Yanga wote nao wanafanya hivi. Chuma 4-1 ile. Shishimbi alipiga kichwa akamrudishia Mixon, unakumbuka? Watu wakaambia wewe sio mwenzetu. Dabi imembomoa nani? Imembomoa Mkokotonombe, kipenzi cha Yanga. Kigoma. Anamkanyaga nani? Tado Luanga. Anapewa umeme, anatoka tu Tado Luanga anaenda kufunga goli. Watu wakaambia wewe sio mwenzetu. Dabi imembomoa Juma Shabani na Yani Kibangala 2-2 ile Kibdeni simkandaji. Wakaambia nyewe sio. Unaona dabi? Dabi imewabomoa wachezaji 14 wa Yanga. Kina Mlishongasa wote, kina Juma Abduli, Mwinyi Ngwale walifukuzwa wote. Kama mnakumbuka, alifukuzwa Mwinyi Ngwale. Yaani mafurubeki wa kushoto na kulia wote. Shishimbi ndani, Dante, Yondani, wale watu wa nyuma wote wale wameonekana golini wameuza. Ndio kawaida ya dabi. Umeelewa? Kwa hiyo dabi inakujenga na inakufanya nini? Inakubomoa. Yaani ndio kawaida ya dabi. Lakini ukiniambia kwa swala la Manula, tena Manula ana bahati kuwepo Simba kwa sababu alikuwa na mkataba mrefu wa miaka 3. Lakini mimi kama JB 64, mimi Manula ndo mfano kaka kwenye mechi pale bwana yule Manula. Mimi siku hiyo baba natoka. Na nishazungumza live, yani yule simfichi mpaka Bunju yule mimi nimemwambia. Wewe JB unachua akamwambia nakuchukia. Goli 5. Yani tunu tuloitunza. Yanga mara mwisho kutufunga sisi 68. Goli 5. Yanga haja kutufunga sisi goli nyingi. Tunatoka kufunga goli 5 68 mwaka 90 Yanga ndo anatufunga goli 3-1 hapo uwanja Shamba la Bibi. Hajawahi kutufunga goli nyingi tena. Sisi tushampiga 4 Dua Saidi mara 4. Tushampiga 5 2012 juzi, tushampiga chuma 4 msimu wa 22-23. Wewe leo sisi unaenda kuvunja rekodi yetu kipumbavu. Yaani wewe una miezi 8. Mimi nilichomwambia Manula kitu kimoja, nisikilize. Wewe si una miezi 8 uko injury? Wewe si ndo mwenye mwili wako? Si unaujua mwili wako upoje? Wewe wakati unapangwa unaambiwa Manula leo unadaka. Kwa nini usikatae? Goma! Mimi siwezekani miezi 8 sijadaka mechi aina yoyote. Leo mnanipa mechi ya dabi. Nyewe mnanitaka nini? Si unagoma. Wewe unaenda unavaa gloves unaenda unacheza. Kwa hiyo yule bwana acheze. Mimi nikimwona tu pale Zanzibar mimi huyo. Naenda kupanda boti. Tushukuru sana. Tunakaribisha maswali jamaa. Maswali jamaa. Kwanza aliyoanza kulibeza kombe la shirikisho sio Ahmed Ally wala sio mwana Simba yoyote. Mtu wa kwanza kulibeza kombe la shirikisho na kulitia najis kombe la mashindano ya shirikisho ni alikuwa msemaji wenu Haji Sande Manara. Huyo ndo mtu wa kwanza. Tatizo vichwa vyenu nyinyi vidogo, memory zenu ndogo zinapungua haraka. Manara wakati Simba anatolewa na Joining Galaxy, Simba anakuja anakwenda anafika robo finali, anakutana na Orlando. Mwamba anashuka pale. Si umeelewa? Mwamba anashuka, tushaingia zetu robo finali tayari. Anashuka Ahmed Ally pale airport, anaojua na waandishi wa habari. Ahmed Ally anajisifu, tena mpaka machozi anamlengalenga. Kwa nini analia? Hajawahi kuwa msemaji katika klabu kubwa kama ya Simba na kufika katika yani kutengeneza CV ya kuwa ni msemaji ambaye anaisemea timu ambayo imeingia robo finali. Akawa anajigamba Ahmed Ally. Asubuhi yake tu yule bwana sasa kutaka kumpinga Ahmed Ally akaitisha press kwenye jengo lenu Jangwani, kwenye rangi zenu za njano na nini na kisambu. Si umeelewa? Na waandishi wa habari hawa wanakumbuka. Manara ndo akazungumza akasema asijinasibu sana, akajitamba sana. Kombe lenyewe ni la Best Loser, sio Simba. Sasa kati ya Manara aliyosema kombe ni la Best Loser na Ahmed Ally aliyosema tena sio makundi, alisema robo finali ni sawasawa na finali. Kwa sababu Simba anatolewa robo finali, Yanga anaenda nusu, si anaenda nusu finali. Yanga kwa wanacheka Simba, nyewe mmetolewa robo na national mmepigwa nje ndani. Sio tumempiga nani? Tumempiga Joining Galaxy, tunaelekea finali. Malumo Galaxy. Ndio Ahmed Ally akasema pointi, yani
kwamba nusu fainali na nini na robo fainali ni sawa sawa. Yani wao walioelekea fainali na sisi tulotolewa robo fainali, pointi zetu zinalingana. Sasa twende kwenye pointi. Ni kweli pointi hazifanani, ndio alichomaanisha Ahmed Ally. Ahmed Ally akulibeza ile kombe, yeye kaangalia pointi, kwa sababu pointi za shirikisho ni 0.5, huku unapata 1 mpaka 2. Sasa nani mkubwa? Kwa aloingia robo huku na aloingia huku nusu fainali ni vitu vili tofauti, ndio alichomaanisha. Lakini aliyelibeza lile kombe alikuwa ni Haji Sande Manara. Shukrani sana kiongozi, naona maswali yamekuwa